Naam, ni hafla hiyo kutoka Ikulu ya Dar es Salaam, Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan amepokea ripoti ya tume ya uchunguzi iliyokuwa ikichunguza matukio ya Oktoba 29. Mimi naitwa Ron Clifford It, katika studio zetu hapa BBC Swahili, na tumekuwa tukifuatilia hayo kwa kina ili kuangalia kile kinachofanyika na ili kujua yapi yaliyofanyika. Na kama nilivyokutajia hapo awali, ninaye Dr. Nicodemus Minde hapa katika studio zetu. Dr. Minde, umefuatilia. Swali moja kuu nataka kuanza nalo. Je, haya ndio tuliyotarajia katika ripoti hii? Tunaweza kusema ndio, kwa maana ripoti yenyewe haijaweza kukidhi mahitaji ya watu ambao walikuwa wakiyategemea. Kwa hiyo tunaweza kusema wengi walitarajia kwamba kutakuwa na labda uchakachuaji na kutokuwa na kina na kueleza mambo ambayo yalitokea. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ni kinaya, ndio tulitegemea haya, kusema ukweli. Yale yaliyotegemewa ndio yamejitokeza katika ripoti hii, kwa sababu wengi wanahisi kwamba hakuna jipi ambalo limejitokeza isipokuwa ni madai yale ambayo hayana msingi wowote. Lakini kwa mara ya kwanza kuna idadi ya watu waliofariki ambayo imetolewa. Ndio. Zaidi ya watu 500. Ndiyo. Lakini wengi wanahisi kwamba idadi hii haiwakilishi idadi halisi ama matukio halisi ya Oktoba 29. Kwa mtizamo wako? Kwanza tuanze, kumekuwa na idadi mbili, nadhani labda ni makosa. Wameanza kwa kutaja 518, lakini katika sentensi nyingine ama aya nyingine ya ripoti hiyo anataja 818, ambayo kwa kiasi kikubwa, na tunaona hata hotuba ya rais kwamba kumekuwa na hatua ya kufifisha ama kuongeza ili kufikia matarajio ya watu wengine. Lakini nadhani idadi hii sidhani na akisi kabisa ule ukweli. Japo Jaji Othman Chanda amesema sio namba ambayo ni kamilishi, na kwamba baadaye namba inaweza kuongezeka kutokana na uchunguzi mwingine ambao utaendelea. Lakini kwa makisi yangu naona ni idadi ndogo sana kulingana na hata zile ripoti za awali ambazo zilitolewa na vyombo vya haki za kibinadamu. Naam. Tuzungumzie sababu zilizotolewa, chanzo cha machafuko haya. Ndiyo. Na kama tungeweza kuzipata katika vyanzo, mwelekezi ameviweka vyanzo vya vurugu hizo. Kwa mtizamo wako, Dr. Minde, je, vyanzo hivi vinawakilisha yale ambayo wengi wamekuwa wakitaja? Kwa sababu tume imebainisha vyanzo 5 na vichocheo 8. Kuhusu vyanzo, Jaji Othman ametaja yafuatayo. Kwanza, masuala ya kisiasa ikiwemo madai ya katiba mpya, maboresho ya tume huru ya uchaguzi. Pili, kumekuwa na masuala ya kijamii, ukosefu wa ajira, maisha magumu na mazingira ya kibiashara, utitiri wa kodi. Na tatu, masuala ya kijamii yanayohusisha mmomonyoko wa maadili na kukosa uzalendo, kutoshughulikiwa kwa madai ya rushwa, kupotea na kutekwa kwa watu. Kisha kuna 4, utendaji wa baadhi ya watumishi wa umma hususan ngazi za chini, kutosikilizwa na kutotatuliwa kwa kero za wananchi kwa wakati. Na 5, uhusiano wa kimataifa. Mataifa mengi yanatanguliza maslahi yao katika nchi nyingine zinazoendelea na zenye rasilimali nyingi. Dr. Minde, kwa tathmini yako, je, hii inawasilisha kile ambacho huenda kwa hakika kilichochea vurugu za wakati wa uchaguzi? Ndio, kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema ndio, na pia inaungana na kile kitu ambacho Jaji Chande mwenyewe anaita vichocheo ambavyo amevitaja. Ukiondoa hivi vyanzo 5, ametaja vichocheo 8 ambavyo vinaendana na hivi vyanzo, na kwa kiasi kikubwa tunaona kwamba kweli kumekuwa na madai ya masuala ya kisiasa ambao kuna madai ya kutaka demokrasia iwe pana, pamoja na mambo mengine, kwa mfano ya katiba mpya. Lakini nadhani hiki kichocheo cha mambo ya uchumi ni jambo ambalo ni kubwa sana, ambalo kwa kiasi kikubwa Watanzania wengi wamekuwa wakidai maboresho katika sekta za kodi pamoja na ajira pamoja na mambo mengine. Lakini pia tunaona masuala ya kijamii ambayo ni mengi ambayo wametajwa, lakini kunatajwa sehemu moja kwamba kuna masuala ya kutaka kuzidisha uzalendo. Mimi nadhani kiasi kikubwa sioni kukosa uzalendo ndio sababu. Nadhani uzalendo ni kudai madai hayo na kuiwajibisha serikali. Nadhani hapo kidogo sikubaliani na hii hoja ambayo imetolewa na tume. Kwa sababu unapozungumzia masuala haya yaliyojitokeza, wengi watakuwa wanasema haya ni masuala ambayo
kwa muda mrefu yamekuwa yakizungumziwa nchini Tanzania na kwa muda mrefu watu wamekuwa wakiyataka. Kwa mfano, miito ya katiba mpya imekuwa kwa muda na tunajua kumekuwa hata na baadhi ya juhudi za kujaribu kupata katiba mpya nchini Tanzania. Unapozungumzia ajira, ni swala ambalo si Tanzania tu, lakini mataifa mengi yanayokuwa kiuchumi, mataifa mengi barani Afrika yana tatizo hilo, Dr. Minde. Sasa haya ni mambo ambayo yalikuwa kwa muda, ni mambo ambayo yamezungumziwa, ni mambo ambayo Tanzania ingeweza kuyashughulikia kwa muda mrefu uliopita. Lakini tumemwona rais sasa akijitokeza na kusema kwamba anataka kuyapatia kipaumbele. Je, hii ndio dawa ya kuhakikisha kwamba matukio ya Oktoba 29 hayatajirudia tena? Ndio maana ya serikali maana yake ni kwamba wanasikiliza kero za wananchi, na serikali ambayo iko madarakani hasa wakati huu ambapo ilikuwa inakwenda katika uchaguzi na ilikuwa imetoa ahadi na kwamba serikali inaenda kuwajibishwa, kwamba kuna masuala ya haki za kibinadamu, masuala ya kijamii ambayo yanajumuisha pamoja na ajira, pamoja na mambo mengine ambayo yametajwa hapo kama sababu, basi serikali inatakiwa ijibu hizi kero kwa kutatua matatizo ya wananchi, na nadhani hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa. Lakini jambo lingine Roncliffe, labda nilitaji ni kwamba kuna hii kwamba wanasema uhusiano wa kimataifa, kwamba kumekuwa na mbinu za mkakati wa mataifa ya nje kwamba yameingilia katika masuala ya Tanzania. Nadhani ile jambo ambalo inabidi pia tuliliangazie kwa kina, kwani nadhani ni madai mazito, na nadhani ripoti hii japo hapo tutaenda kuisoma kwa kina, tutaweza kuangalia je, ni ya mataifa gani ambayo yametajwa. Lakini hapo mwisho tumeona hata rais mwenyewe ameenda ni kama kuwazodoa mataifa ya nje na katika kutaka kusema kwamba wajihusika katika masuala ya kuingilia masuala ya Tanzania. Na wakati tukizungumzia hayo, kuna jambo moja ambalo limejitokeza. Jaji mstaafu Othman Chande ametaja masuala 8 ambayo anasema kwamba masuala hayo 8 yalichochea ghasia. Kikubwa ni kulenga wanasiasa ambao tume inasema ina ushahidi kwamba baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia matatizo ya wananchi kushiriki ghasia hizo kwa kutumia kauli mbiu na matamshi mbalimbali. Pia matumizi ya mitandao ya kijamii. Waliibuka wabuni mada kwenye mitandao, ikiwemo mada za kutoshiriki uchaguzi mkuu na kupanga mbinu na kuwaelekeza waliokubali vurugu. Walioshiriki kufanya ghasia wanaripotiwa kuwa walipewa simu za mikononi na kupiga picha za maeneo mbalimbali ya ghasia na kurusha moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ili kuibua hasira kwa wananchi, na waliaminishwa jeshi la Tanzania lipo upande wao. Baadhi ya kauli za kisiasa za no reforms, no elections, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, serikali imekosa uhalali kuongoza wananchi na mambo kama hayo. Sasa haya kwa hakika yanaweza kuwa ndio yalikuwa chanzo na kichocheo cha tuliyoshuhudia. Nadhani ndio kwa kiasi kikubwa hizi kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na pande zote za vyama vya kisiasa. Tumeona kauli ya no reforms, no election ambayo imekuwa imetolewa na chama kikuu cha upinzani cha Chadema, lakini pia Oktoba tunatiki pamoja na Samia must go, pamoja tunaona tunataka nchi yetu. Kauli kama hizi nadhani zinaleta ile mianya na chuki baina ya wananchi, na nadhani zilikuwa hasa kauli ambazo zinasema zilikuwa zinachochea sana bisa matumaini ya raia nchini Tanzania wakati walipokuwa wakisubiri ripoti hii. Asante sana. Kwa mtazamo wangu, kwa kweli mimi nina mkanganyiko kidogo kuhusu hii ripoti. Kwa upande mmoja, ripoti hii inakiri wazi kwamba wanasema na wanataja ya kwamba chimbuko ya matatizo yaliyotokea Oktoba 2025 kipindi cha uchaguzi mkuu yalitokana na malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa jamii ya Tanzania kwa upana wake juu ya yale mambo ambayo inadaiwa na hii ripoti kwamba serikali iliyopo madarakani haikuwa ikitekeleza. Naam. Hiyo ni sawa, lakini ukiangalia upande mwingine, hii ripoti, mategemeo ya Watanzania wengi ilikuwa ni kwamba hii ripoti itoke na wawajibishwe walengwa ambao walisababisha maafa ya Watanzania ambao hawakuwa na hatia
na walikuwa wanaandamana kikatiba kudai haki zao za msingi. Na madai haya yanaenda sambamba na ukweli kwamba wananchi wengi inavyodaiwa waliuawa kwa kutumia nguvu au kutokana na matumizi ya nguvu nyingi kutoka kwa jeshi la polisi. Sasa unapotoa ripoti kama hii, naam, ambayo kwa njia moja au nyingine inamtolea udhuru yule mtu ambaye alikuwa na silaha iliyosababisha maumivu na maafa miongoni mwa wananchi, bila kutaja moja kwa moja, bali unapapasa papasa kwa kusema sasa, kwa sababu alivyoongea Jaji Chande ni kwamba vifo kwa ujumla, yani ukitaka kuangalia uhalisia, anachosema kwa njia nyingine ni ya kwamba vifo vya Watanzania au maisha ya Watanzania iliyopotezwa kipindi hicho kati ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 na miezi iliyofuata au siku zilizofuata haikutokana na silaha zilizotumika au zilizotumiwa na jeshi la polisi, ambayo uhakika upo kwamba ilisababisha vifo vya wananchi. Kwa hiyo inasema kwamba ni discretionary. Yani watumie Evans, nitakukata kidogo niulize, kwa sababu katika ripoti wametaja kwamba baadhi ya maafisa wa polisi pia walivamiwa katika vituo vyao. Ripoti imetaja kwamba kuna baadhi ya maafisa wa polisi pia walipoteza maisha yao, na inataja tu ni kwamba ni wale wavamizi waliotekeleza vitendo hivyo. Kwa bahati mbaya ni kwamba mnyonge unapomweka katika sehemu ambapo hawezi akajinasua au akajitetea, inabidi atumie nguvu aliyo nayo. Kitu ambacho ripoti hii haituambii, ndiyo inatuambia kwamba kuna wanajeshi au jeshi, baadhi ya wale ambao walikuwa wanawakilisha jeshi la polisi waliangamia katika maandamano yale. Nadhani swali ambalo tunaweza tukauliza ni kwamba, je, wanavyoongea, walivyosema ya kwamba kuna wananchi waliopoteza uhai, walipatikana wana majeruhi yaliyosababishwa na vitu vyenye ncha kali, ni njia gani waliotumia kuhakikisha kuthibitisha ni jinsi gani hao mapolisi walikufa? Sikusikia popote pale ambapo hiyo ripoti alipokuwa anaiwasilisha Jaji Chande anaposema ya kwamba kuna watu ambao walikutwa na majeraha ya bunduki ya risasi vichwani au katika miili yao. Nilichokipata katika wasilisho lake ni kwamba kuna mzazi ambaye alidai kwamba mtoto wake alipigwa risasi ya tumboni, alipigwa risasi mgongoni, akapigwa na risasi mguuni. Lakini hawajatuambia ni jinsi gani, ni forensic methodology gani waliotumia pia kuthibitisha maafa ya wawakilishi kutoka kwenye jeshi la polisi. Asante sana Evans, nitarejea kwako. Shukran sana kwa wazo hilo. Zuia hapo hilo wazo lako, kwa sababu unapotaja hivyo ni kweli, kwa sababu kumekuwa na video ambazo nyingine hata BBC imeweza kuzithibitisha kwamba kwa hakika zilifanyika ndani ya Tanzania, ambazo zimeonyesha watu kama yule mwanamke jijini Arusha aliyepigwa risasi moja kwa moja, ambayo ilikuwa imetoka kwa maafisa wa usalama wa Tanzania. Lakini kando na hilo, Jaji Othman Chande katika ripoti ametaja kwamba walikuwa na habari kwamba baadhi ya watu walichukuliwa na kupewa mafunzo kabla ya siku ya uchaguzi Oktoba 29. Sasa nianze na wewe Dr. Minde kwanza. Ulipomsikia Jaji Chande akitaja kwamba hili, lakini wameshindwa kudhibitisha, wanasema maafisa usalama hawezi kudhibitisha mafunzo hayo yalitolewa wapi. Hii inazungumzia vipi intelijensia ya Tanzania na idara nzima ya usalama? Kwanza tuanze kwa kuangalia ameainisha methodolojia ya jinsi tume ilikwenda na ikachukua maelezo, na kama kweli kufuatilia methodology ambayo tume wanasema ilikuwa ya kina, ambayo pia rais amekuja akaisifia, kama kweli ilifuatwa na kufanya mambo
na kueleza kwamba walifuata maelezo ikiwemo kuhoji pamoja na FDGs na mambo mengine, basi naona basi kutakuwa kuna kama gap kwamba walishindwaje kuthibitisha na kueleza sehemu ambapo hawa watu walikuwa wanapatiwa mafunzo. Na nadhani ripoti hiyo mpaka sasa, japo tujienda kuisoma kwa ndani, lakini kutokana na wasilisho liloletwa na Jaji Othman Chande, bado hainaonyesha kwamba hakuna hiyo ithibati. Lakini pili, tuje kwenye hilo swala lako ambalo umesema ni swala la kiintelijensia, kwamba pia inaonyesha wazi kwamba kama endapo ni ukweli mafunzo yalikuwa yanatokea, basi vyombo vya usalama na pamoja na mifumo ya intelijensia Tanzania kati ya Oktoba tarehe 12 ambayo inatajwa mpaka Oktoba tarehe 28 walikuwa wapi hadi waweze kusema kwamba mafunzo yalikuwa yanatokea? Basi kama ilikuwa ni hivyo, basi kulikuwa kuna serious gap